Miaka 42 baada ya kuondoka nyumbani akiwa mtoto, Frida Edward amerejea na kukutana tena na wazazi, ndugu na familia yake. Safari yake ilianza mwaka 1984 alipoondoka nyumbani kwao Kasira, Rombo huko Kilimanjaro. Hakuna aliyedhani siku moja angerudi baada ya miongo minne. Na kwa familia yake, kurejea kwa Frida sio tukio la kawaida. Ni jibu la maombi ya miaka mingi sana. Sasa vile nilikuwa naona wazazi wangu wanateseka, wanaenda kwa kibarua, baba yangu anaenda huko kwa msituni kukata miti ndio akuje ile miti ya kuchonga chonga hivi ya kujenga nyumba, yani ya matope. Ndio auze. Nikaona tunalala njaa, tunakunywa uji peke yake. Sasa tulikuwa tunadoya tu ugali kwa wa majirani. Sasa tunaenda tukiona tu moshi inatoka, tunakuja kusimama hapa kwa faranda tukichungulia vile wanapika ili watusaidie hata ugali. Sasa ugali yenyewe hatupatii kwa sahani, walikuwa wanatupatia tu kwa mkono hivi na wanawekelea hapo mboga. Nikaona hii maisha ni ngumu. Niliona mama yangu akiteseka, analala kwa malazi ya ngozi, anajifunika sijui gunia. Hata sisi tulikuwa nalala tu chini ya ngozi tukijifunika gunia. Nikaona hii maisha ni ngumu. Nikaona wacha nitoroke. Ile niliondoka hapa, niliacha baba yangu na mama yangu kama bado hawajaamuka. Nikaenda nikachukua rafiki yangu hapo chini, nikamwambia tuende kwa sababu tulipangana na yeye tuende kazi. Tukaamka tu siku tukaenda paka Laitokto. Sasa tukapata hapa Wakikuyu, wakatuuliza mnataka kazi? Na sisi tunasema kila mmoja akaenda njia yake. Sasa kufika huko, huyo tajiri hakuwa ananilipa. Nilikuwa ananilipa ugali peke yake. Nikiuliza usinipatie pesa niende kwa hata nyumbani nione wazazi. Ananiambia si unakula. Sasa hii mwezi wa 7 msichana wangu akaniambia, mama, hii sura yangu na hii urembo yangu nilifanana nani? Nikamwambia labda ulifanana watu wa kwetu. Akaniambia, mama, mimi mpaka nitatafuta ujombani. Nikifika Nairobi nitatembeaje? Na mimi nikamwambia utatembea hivi utafika. Kweli nilimchorea ramani, kafika hapa kwetu. Akanipigia simu, mama, nimeshafika ujombani. Na akaanza kupeana namba ya simu kwa masista zangu, walikuwa wananiuliza, uko wapi? Na mimi niko huko Kakamega. Utakuja? Na mimi nikawaambia sina hata pesa ya kukuja huko. Wakasema hapana, tumekaa kamati, tutakutumia pesa. Utakuja. Tutangojea Nairobi. Na kweli nilichukua kwa wajukuu wangu, huyo msichana na kijana yangu, nikamwambia tuende na rafiki yangu mmoja. Nikakuja Nairobi ndio nikapata sita yangu ananingojea. Tukakuja na hapa nyumbani, nashukuru boma letu limebarikiwa. Akatoroka hapa nyumbani. Akatoroka. Tafuta yeye kila mahali hakuna. Piga ripoti serikalini hakuna. Kasema huyu alikwenda kuwawa au amesafirishwa nje za nje. Sasa kamwambia mama tulia, tukaendesha sala zetu hapa nyumbani. Matokeo yake juzi tu kasikia hodi. Nani? Nikaambiwa ni mtoto wa Frida. Yani mtoto wangu. Yani mtoto wake siko hapa. Yule. Ndio tangulia. Kwa maana alipewa ramani tu na mama yake huyu. Akafuata ile ramani mpaka hapa nyumbani. Mimi ni mtoto wa 4 kwa watoto wa 4 kwa familia. Mimi ndo mtoto wa mwisho. Kufika hapa ilikuwa ni mtoto yangu sana. Yaani nikiwa mdogo, nikikuwa mkubwa, ilikuwa mtoto yangu sana nijue mahali mamangu alikotoka, wazazi wake, wajomba, ma-aunties. Yaani ilikuwa mtoto sana. Ndio nikachukua hiyo jukumu, nikamuuliza mamangu anielezee mahali alikotoka. Ndio maana nikafika hapa siku ya leo.
ni kitu nilianza kupanga mapema. Nilimuuliza like 1 week before, ndo akanielezea nitoke Nairobi nitafute gari za tarakea. Ndo nikatafuta hizo gari za tarakea, nikakuja mpaka hapo kwa mpaka. Akaniambia nikitoka tarakea niingie Ubetu. Kufika Ubetu niingie Wama Primary School. Sasa kufika hapo Wama Primary School alikuwa amenipea majina. Sasa hizo majina ndo nilifuata mpaka hapa. Tuni sana yani. Kila sana mkumbuka Frida wangu ameenda wapi. Mwaka inapita. Frida wangu ameenda wapi. Mwaka inapita. Nikakaa nikasahau kabisa. Sikuwa na Frida tena. Sasa yeye amekumbuka mwenyewe na akaja nyumbani. Familia imeandaa misa na ibada ya shukrani katika kigango cha Kasirwa kumshukuru Mungu kwa kumrejesha Frida akiwa hai. Mtoto huyu kwa unyenyekevu amekuja amepiga magoti akiwekewa mkono na padre. Mshemasi pia atakuja anawekewa mikono na wazazi wake. Tawaomba na baadaye ndugu zake baada ya baraka wamwekee na wao mkono wa kumwombea maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya utii kwa Mungu.